Ushawahi kesha kwa sababu ya hisia za mapenzi kuanzia saa 7 usiku hadi saa 11 asubuhi, macho makavu? Mimi natoka Arusha. Mimi Mwanza, Dodoma. Una boyfriend? Swali la kwanza kabisa hilo. Tony, mbona umekaa kinyonge leo? Tangu mwanangu aondoke umekuwa mzito ofisini. Njoo hapa basi, unajua jinsi ni vya jiji kupumzika kifuani kwako usiku wa leo. Boss, samahani sana. Leo siko sawa kabisa. Naona kama nimepigwa na homa ya ghafla, viungo vyote vinatetemeka na kichwa kinapasuka. Pole sana mpenzi wangu. Kumbe unaumwa ndio maana umepoa hivi. Mbona hukuniambia mapema ofisini? Ngoja usijali, pumzika kwanza. Hello Kido, naona leo umewahi kupiga, nimekaa na simu mkononi tangu saa 10. Bro Tony, nilikuwa nasubiri kwenda maktaba ndio nichomweka simu. I missed you so much. Wewe kila siku simu yako inaita tu. Boyfriend wako huyo anafanya nini? Sio boyfriend. Basi ni nani? Ni mtu wangu tu. Hello Kido. I miss you so much bro. Huku chuo ni mbali sana na wewe. Na chuo haina furaha kama nilivyokuwa hapo Kota karibu. I miss you too Kido. Soma kwa bidii tu. Muda utafika utarudi likizo, tuendelee kusoma novel zetu za George Martin. Najitahidi kusoma, lakini kuna wakati nikiwa library au hostel najikuta na kuwaza tu. Kila sehemu inanifanya nikumbuke tulivyokuwa tunapiga story. Sasa Kido, mbona unalalamika sana kila sekunde kuhusu kunimisi? Kwani unataka nifanye safari nje kukuona chuoni? Yes, please do Tony. Tafadhali nakuomba uje gone. Nataka nikuone hata kwa dakika chache tu. Nitajisikia maji jinsi ninavyokwamzi. Kila siku nasubiri simu yako, kila notification ikiingia nafikiri labda ni wewe. Sauti yake ilikuwa siriazi kabisa, alitaka kuniona. Niliwaza sana, ila mapenzi yakikushika yanaweza kukufanya usahau akili. Wewe ni mtu muhimu kwangu, lakini lazima uvumilie kidogo. Siwezi kuacha kila kitu na kusafiri ghafla. Ninaelewa. Ila nilitamani ungesema utakuja. Niahidi kitu kimoja kwanza Kido. Kitu gani? Usikubali upweke ukushinde. Endelea masomo, halafu kila usiku tutakuwa tunaongea. Sawa. Lakini ukija kunitembelea nitafurahi sana. Tutaona hilo baadaye. Nilifika salama hotelini, Kembitse Hotel. Kesho yake nilisubiri kwenye ngazi za posta. Moyo wangu ukapiga kwa hofu, lakini Nilijua wapi siku zote hivi? Una dakika chache tu. Najua Tony. Chuo kitakuadibu. Najua pia. Boss, niwapeleke wapi? Kembitse Hotel. Nilikumisi sana Kido. Haujui ni jinsi gani nilikumisi Tony. Nimefurahi umekuja. Unajua nimekuita kwa nini leo? Kwa nini? Nilitaka kuhakikisha ni kweli utakuja. Na kama nisingefika? Basi ningejua majibu yangu. Masaa 4 sasa. Yanatosha nini? Hayatoshi chochote. Tony. Ndiyo? Usiniache kwenye fikra zako tu. Wewe tayari umekaa huko. Nikikuuliza kitu, utanijibu kweli? Utaniacha? Sijui, lakini sitaki. Basi usiniache hata kama hujui kila kitu. Nitajaribu kukaa. Wakati mwingine upendo hauhitaji maelezo mengi. Unahitaji tu ujasiri wa kukaa mahali ambapo moyo unakutuma. Tony. Naam, mimi hapa Kido. Nataka tufunge ndoa. Tutafunga Kido, lakini kwanza maliza masomo yako. Baada ya hapo tutapanga kila kitu vizuri. Hapana Tony. Hapana kivipi? Wewe unaongelea harusi, mimi naongelea ndoa. Sijaelewa Kido. Harusi ni sherehe, ndoa ni makubaliano ya mwili mbele ya Mungu. Tony alibaki anamtazama. Kila neno alilokuwa akisema lilikuwa linatoka moyoni kabisa. Tukikubaliana kwa dhati, sisi tayari tunakuwa kitu kimoja. Njoo hapa. Kido, unafanya nini? Ninakuoa sasa hivi Tony. What? Sikiliza kwa makini. Mimi Sophie Mekonnen, bila kushurutishwa na mtu yeyote, nikiwa na akili timamu, ninajitoa kwa moyo wangu wote kuwa mke wa Tony, katika shida na raha, mafanikio na changamoto. Katika kila hatua ya maisha. Nitakupenda kwa moyo wangu wote mpaka mwisho wa siku zangu. Nilihisi mwili wangu ukipitiwa na mshtuko wa ajabu. Nilihisi mwili wangu ukipitiwa na mshtuko wa ajabu. Sophie akiwa amenikia macho akisubiri jibu langu. Niliona huzuni ikianza usoni mwa Sophie. Alivi nimekataa, adheni nimeogopa. Alipojaribu kuachia mkono wangu, nilimzuia haraka.
Subiri. Nikaufunga mkono wake kwa nguvu na kumtazama moja kwa moja machoni. Sasa nisikilize mimi Tony, kwa hiari yangu mwenyewe ninaahidi kukupenda, kukuheshimu na kusimama upande wako katika kila hali ya maisha, na ninaahidi kuwa... Stop. Why? Kuna sehemu huhitaji kuisema. Ifikisha tundenu dhata ndicho muhimu zaidi kwangu. Sitaki ndoa yetu iwe gereza, nataka iwe sehemu ya amani. Nilipigwa na butwaa namna Sophie anaongea kwa ukomavu sikuwahi kutarajia, lakini moyoni mwangu kulikuwa na hofu moja. Itakuwaje siku Sophie akigundua siri iliyokuwa inanitesa, siri iliyomhusisha mama yake? Muda wa kurejea chuoni ukafika. Sophie hakutaka kuondoka, hata alifikiria kuacha masomo na kuondoka nami, lakini nikamshawishi arudi. Nitakusubiri kipenzi. Na mimi nitakusubiri pia kipenzi, kumbuka kusoma. Furaha ya siri ya mimi na Sophie ikapita. Jumatatu ikiwa rasmi niliingia kazini. Akili yangu ilikuwa inajiuliza tu, itakuwaje siku Sophie akijua kweli? Tony, hivi una akili timamu kweli wewe, au umedamiria kuniharibia maisha yangu?